Mapema mwezi huu, ulimwengu ulishtushwa na operesheni ya haraka ya kijeshi ya Marekani iliyosababisha kukamatwa kwa rais wa Venezuela, Nicolas Maduro. Tukio hilo lilifanyika ndani ya muda mfupi na kwa usahihi mkubwa, likionyesha uwezo wa kijeshi wa Marekani kufanya mashambulizi ya ghafla hata katika nchi ambayo kwa miaka mingi imekuwa chini ya ulinzi wa washirika wakubwa kama Urusi pamoja na China. Kilichozua maswali zaidi sio tu kukamatwa kwa rais huyo, bali ni ukimya wa vitendo kutoka Moscow na Beijing, mataifa ambayo kwa muda mrefu yalionekana kuwa ngao ya utawala wake. Ingawa Urusi na China zililaani vikali hatua ya Marekani kisiasa na kidiplomasia, hakuna kati yao aliyochukua hatua za kijeshi kuingilia au kuokoa utawala wa Maduro. Hali hii imechambuliwa kwa undani na wachambuzi wa masuala ya kijiografia, wakitaja sababu kuu kadhaa nzito zilizoathiri maamuzi yao. Kwanza, Urusi kwa wakati huo ilikuwa imezama kikamilifu katika vita vyake nchini Ukraine, vita ambavyo Moscow inaviona kama swala la uhai wa taifa na usalama wa muda mrefu katika Urusi. Rasilimali za kijeshi, kiuchumi na kisiasa za Urusi zilikuwa zimeelekezwa Ulaya ya Mashariki, hali iliyopunguza uwezo wake wa kufungua uwanja mpya wa mapambano katika Amerika ya Kusini. Kutetea mshirika aliyeko mbali kijiografia ndani ya eneo linalotazama kwa uwanja wa moja kwa moja ushawishi wa Marekani kulionekana kama mzigo mkubwa kuliko faida. Kwa upande wa China, hesabu zake ziliegemea zaidi kwenye uchumi na diplomasia kuliko misuli ya kijeshi. Beijing ilikuwa tayari imeanza kubadilisha mkakati wake wa kimataifa kutoka kutoa mikopo mipya kuelekea kurejesha madeni iliyokuwa imekopesha mataifa yanayoendelea, ikiwemo Venezuela ambayo ilidai kuwa na deni la mabilioni ya dola. Kuingia kwenye mgogoro wa moja kwa moja na Marekani ungehatarisha mazungumzo ya kibiashara, maslahi ya uchumi wa dunia na hata uwezo wa China kujadiliana na serikali yoyote mpya ambayo ingeibuka Venezuela baada ya Maduro. Sababu ya kijiografia na kiusalama pia ilikuwa muhimu zaidi. Venezuela iko mbali sana na mipaka ya Urusi na China, na njia za usambazaji wa misaada ya kijeshi zingehitaji kuvuka bahari na maeneo yanayodhibitiwa moja kwa moja au kwa karibu na Marekani. Kivitendo, kutoa msaada wa haraka wa kijeshi kulionekana kuwa jambo lisilowezekana bila kuchochea mgongano wa moja kwa moja na jeshi la Marekani. Wachambuzi wengine wanaona pia ukimya huu kama mkakati wa muda mrefu. Kwa kutokuzuia hatua ya Marekani, Urusi na China zinaweza kutumia tukio hili kama rejea ya kisiasa siku za usoni, hasa katika maeneo wanayoona kama nyanja zao za ushawishi wa moja kwa moja. Kwa mtazamo huu, kile kilichotokea Venezuela kinaweza kutumiwa kuhalalisha hatua zao wenyewe katika maeneo kama Ukraine kwa Urusi au Taiwan kwa China, kwa hoja kwamba mataifa makubwa kulinda maslahi yao katika nyuma ya nyumba zao. Sababu nyingine iliyopunguza motisha ya kuingilia ni udhaifu wa ndani wa utawala wa Maduro. Kufikia mwaka 2026, ilikuwa wazi kwa washirika wake kwamba alikuwa amepoteza uungwaji mkono mkubwa kwa wananchi wake, huku uchaguzi wa mwaka 2024 ukitajwa kimataifa kuwa haukuwa huru wala wa haki. Kwa Urusi na China, kulikuwa na shaka juu ya busara ya kuhatarisha vita vikubwa kwa ajili ya utawala uliokuwa unaelekea kuporomoka. Hatimaye, operesheni ya Marekani ilionyesha wazi pengo la kiteknolojia na kiutendaji kati ya jeshi la Marekani na mifumo ya ulinzi wa anga ambayo Venezuela ilikuwa imepewa na Urusi pamoja na China. Ulinzi huu ulizidiwa kwa haraka, hali iliyotuma ujumbe mzito kwamba kuingia vitani moja kwa moja kungeleta hasara kubwa na aibu ya kimkakati. Kwa ujumla, kukamatwa kwa Nicolas Maduro hakukuwa tu tukio la ndani la Venezuela, bali lilikuwa ishara ya mabadiliko makubwa katika mizani ya nguvu za dunia. Ukimya wa kijeshi wa Urusi na China unaonyesha kwamba hata washirika wakubwa huongozwa na maslahi yao binafsi, sio urafiki wa kudumu. Tukio hili limeacha maswali mengi kuhusu mustakabali wa Venezuela, mipaka ya ulinzi wa mataifa makubwa kwa washirika wao, na mwelekeo mpya wa siasa za nguvu katika mfumo wa dunia unaozidi kuwa mgumu na hatarishi.